Sijui kama umewahi tazama mwezi kwa makini sana na kujiuliza maswali haya. Mwezi ulitoka wapi? Na ni nani aliweka hapo ulipo? Kwa maelfu ya miaka, watu wa tamaduni mbalimbali walikuwa na hadithi tofauti kuhusu chanzo cha mwezi. Wengi waliamini kuwa ni jicho la miungu linatazama dunia. Wengi walidhani kuwa ni kipande cha jua kilichopoa, huku wengine wakiamini kuwa kiliumbwa pamoja dunia tangu mwanzo. Lakini maendeleo ya sayansi, hasa katika karne mbili zilizopita, yamebadili kabisa uelewa wetu. Leo, kwa kutumia darubini za kisasa, kompyuta zenye uwezo mkubwa wa kufanya mahesabu na sampuli za miamba zilizotolewa kutoka mwezini na wanaanga wa misheni ya Apollo, wanasayansi wameweza kujenga picha inayoelezea kwa kiwango kikubwa jinsi mwezi wetu ulivyoundwa. Ili kuelewa hadithi ya mwezi, lazima turudi nyuma takriban miaka bilioni 4.6 iliyopita, kipindi ambacho mfumo wa jua ulikuwa bado mchanga sana. Wakati huo dunia haikuwa jinsi tunavyoiona leo. Badala yake kulikuwa na vumbi na mawingu makubwa ya gesi yaliyokuwa metanda yakizunguka jua changa. Yaani, wakati huo hakukuwa na sayari yoyote ya angani, bali vumbi na mawingu makubwa ya gesi pekee. Lakini taratibu, chembe ndogo zilianza kugongana na kushikamana, zikiendelea kukusanya nyenzo zaidi na zaidi hadi zikaunda miili mikubwa inayojulikana kama sayari leo. Lakini mchakato huo haukuwa mtulivu. Ulikuwa na kipindi cha migongano mikubwa, milipuko na virugu zisizoweza kufananishwa na chochote tunachokiona leo. Ukiangalia leo, mfumo wetu wa jua umetulia vizuri sana. Lakini kwa kipindi hicho cha kale, dunia ilikuwa bado changa. Ilikuwa na uso uliofunikwa na bahari ya magma, yaani miamba iliyokuwa imeyeyuka kutokana na joto kali ya migongano kutoka kwa vitu vya angani. Wakati huo pia kulikuwa na miili mingi ya ukubwa wa sayari iliyokuwa ikizunguka jua. Moja ya miili hiyo imepewa jina la Theia. Wanasayansi wanakadiria kuwa Theia ilikuwa na ukubwa wa karibu na sayari ya Mirihi. Alafu ghafla, hapo ndipo tukio ambalo lingebadilisha historia ya dunia likatokea. Theia iligongana na dunia kwa kasi ya makumi ya maelfu ya kilomita kwa saa. Huo haukuwa mgongano wa moja kwa moja kama risasi inayopiga shabaha katikati. Inaaminika kuwa Theia iligonga dunia kwa pembeni ya upande. Kama ungeweza kushuhudia tukio hilo, ungeona milima ya miamba iliyoyeyuka na mvuke wa madini ukirushwa maelfu ya kilomita juu angani. Nishati iliyotolewa kutokana na mgongano huo ilikuwa kubwa kuliko mabilioni ya mabomu ya nuklia yaliyolipuliwa kwa wakati mmoja. Mgongano huo haukuivunja dunia kabisa, lakini uliharibu sehemu kubwa ya ganda lake la nje na sehemu ya sayari hiyo nyingine ya Theia. Vipande vikubwa vya miamba na madini vilirushwa katika obiti ya dunia, vikizunguka sayari yetu kama pete kubwa ya mabaki. Kwa muda fulani, dunia ilizungukwa na wingu la moto la miamba iliyoyeyuka na mvuke wa silikati. Lakini nguvu ya uvutano haikuruhusu mabaki hayo yabaki yamesambaa milele. Taratibu, vipande vidogo vikaanza kugongana tena. Kila mgongano ulifanya baadhi ya vipande kushikamana na kuwa vikubwa zaidi. Mchakato huu uliendelea kwa maelfu ya miaka. Hatimaye, mabaki mengi yaliungana na kuunda mwili mmoja mkubwa uliokuwa ukizunguka dunia. Huo ndio uliokuja kuwa mwezi. Huenda ukajiuliza, tunajuaje kwamba hilo ndilo lililotokea? Sisi wenyewe sio Mungu, kwa hivyo ukweli huo tulitoa wapi? Jibu linatokana na ushahidi mwingi uliokusanywa kwa miongo kadhaa. Kwanza kabisa, sampuli za miamba zilizoletwa kutoka mwezini zinafanana sana na miamba inayopatikana kwenye sehemu ya nje ya dunia. Uwiano wa isotopu za oksijeni katika miamba ya dunia na ya mwezi ni karibu sawa kabisa. Hili linaonyesha kuwa vyote viwili vina historia ya asili inayofanana. Kama mwezi ungekuwa umetoka sehemu nyingine kabisa ya mfumo wa jua na baadaye kunaswa na mvuto wa dunia, tungetarajia kemia yake iwe tofauti zaidi na ya dunia. Pili, mwezi una kini kidogo cha chuma ukilinganisha na ukubwa wake. Kama ungekuwa uliundwa peke yake kama vile sayari zilivyoundwa, kini chake kingekuwa kikubwa zaidi. Na kama tutasema mwezi ulitokana hasa sehemu ya nje ya dunia na Theia ambayo ilikuwa na miamba mingi kuliko chuma,
muundo huo unaeleweka vizuri. 3. Kompyuta za kisasa zimefanya maelfu ya uigaji wa migongano kati ya sayari changa katika hali nyingi zinazofanana na mgongano wa dunia na Theia. Matokeo yamepatikana yanaonyesha kuundwa kwa mwezi mkubwa unaofanana sana na ule tunao leo. Kadri uwezo wetu wa kompyuta unavyoongezeka, ndivyo mifano hii inavyoendelea kuboreshwa. Kwa hivyo kuna nadharia zingine ambazo zinaweza kuthibitishwa kutumia kile ambacho kinaitwa simulation za kompyuta, na hii ni mfano mmoja wa jinsi kompyuta hutumika kufanya simulation ili kuonyesha jinsi mwezi ulitengenezwa kutokana na migongano wa sayari ya dunia na sayari hiyo nyingine ya Theia. Ingawa nadharia ya mgongano mkubwa ndiyo inayokubalika zaidi leo, bado kuna maswali ambayo hayajajibiwa na nadharia hiyo kikamilifu. Kwa mfano, baadhi ya vipimo vinaonyesha kwamba miamba ya miezi inafanana sana na dunia kuliko ilivyotarajiwa. Ilifaa kuwa na mchanganyiko kati ya dunia na sayari hiyo nyingine ya Theia. Hii imewafanya baadhi ya watafiti kupendekeza kwamba baada ya mgongano huo, dunia na mabaki yaliyounda mwezi yalichanganyika kwa kiwango kikubwa sana kabla ya mwezi kuumbika. Wengi wanapendekeza kwamba huenda kulikuwa na migongano zaidi ya moja, au kwamba dunia ilizunguka kwa kasi ya ajabu sana baada ya tukio hilo na kutupa vipande vingi vyake angani. Haya yote yanaendelea kuchunguzwa, lakini hayabadilishi wazo kuu kwamba mgongano mkubwa ndio ulianzisha kuzaliwa kwa mwezi. Baada ya kuumbwa, mwezi haukuwa kama tunavyouona leo. Uso wake ulikuwa bahari kubwa ya mwamba uliyeyuka. Polepole ulianza kupoa. Madini mepesi yaliinuka juu na kuunda ukoo wa kwanza wa mwezi, huku madini mazito yakizama kuelekea ndani. Baadaye asteroidi nyingi ziliupiga uso wa mwezi na kuacha mashimo makubwa makubwa tunayaona kwa darubini hata leo. Baadhi ya mashimo hayo yalijaa lava kutoka ndani ya mwezi, na baada ya kupoa yakaunda maeneo meusi yanayojulikana kama Maria. Ingawa yanaonekana kama bahari ukitazama mwezi kutoka duniani, kwa kweli ni tambarare kubwa za mwamba wa volkeno ulioganda. Kwa mabilioni ya miaka, mwezi umeendelea kuzunguka dunia bila kukoma. Uvutano kati ya dunia na mwezi ulisababisha jambo la kipekee. Taratibu, mzunguko wa mwezi ulipungua hadi ukafika hali ambayo muda unaotumia kujizungusha kwenye mhimili wake ni sawa na muda unaotumia kuizunguka dunia. Na hii ndio maana leo tunaona uso ule ule wa mwezi kila wakati, huku upande huo mwingine ukibaki umefichwa kutoka machoni mwetu. Mara nyingi watu huita upande huo ambao huwezi kuonekana upande wa giza wa mwezi, lakini jina sahihi zaidi ni upande wa mbali, kwa sababu upande huo si wa giza pekee, pia wakati mwingine hupata mwanga kutoka kwa jua. Jambo lingine la kuvutia ni kwamba mwezi bado unaendelea kubadilika. Kutokana na mwingiliano wa nguvu za uvutano, unaendelea kusonga mbali na dunia kwa kasi ya takriban sentimita 3.8 kila mwaka. Hiyo ni kasi ndogo sana kiasi kwamba hatuwezi kuitambua katika maisha yetu ya kila siku. Lakini baada ya mamilioni ya miaka, umbali huo utakuwa mkubwa. Hii ina maana kwamba mwezi uliwahi kuwa karibu zaidi na dunia kuliko ulivyo leo. Kwa hivyo, kila unapoangalia mwezi ukiangaza angani, kumbuka kwamba hautazami tu mwamba unaozunguka dunia. Unatazama kumbukumbu hai ya tukio moja la vurugu sana kuwahi kutokea katika historia ya sayari yetu. Mgongano ulitokea miaka bilioni 4.5 iliyopita. Haukuumba mwezi peke yake, bali pia uliathiri maendeleo ya dunia yetu yenyewe. Bila tukio hilo, huenda dunia isingekuwa na mwezi mkubwa kama huu, na historia ya sayari yetu na pengine historia ya maisha yetu ingekuwa tofauti kabisa na ilivyo sasa. Hivyo, kila mwanga wa mwezi unaoangaza usiku ni ukumbusho wa mwanzo wa safari ndefu iliyotokea mabilioni ya miaka kabla ya binadamu wa kwanza kutembea juu ya uso wa dunia. Nikihitimisha, kama umefurahia video hii, usisahau kuipenda, kushiriki na marafiki zako na kujiunga na channel hii ili usikose video nyingine za sayansi, anga za juu na historia ya ulimwengu. Asante sana kwa kutazama na tukutane katika video ijayo. Kwaheri.